Majina yangu ninaitwa Frankie Ademba, ni mratibu wa shughuli za WeEffect nchini Tanzania. WeEffect ni shirika la kimataifa ambalo lina makao yake makuu kule Sweden, na shirika hili limeundwa na vyama vya ushirika. Kwa hiyo ni jumuisho wa vyama vya ushirika 60 vilivyoungana kwa pamoja kuunda ushirika huu ambao ni wa WeEffect kule Sweden. Kwa hiyo lengo mahususi ni kuhakikisha kwamba kutokomeza umaskini, lakini pia na masuala ya kupunguza njaa kwa ujumla kwa mujibu wa malengo ya millennium ya dunia. Hicho ambacho WeEffect wanakifanya kwa ujumla, lakini pia kwa namna hiyo msingi mkuu umejikita katika mifumo ya ushirika. Na ndio maana sasa ukija kwa Tanzania tuko hapa. Kwa hiyo WeEffect inafanya zaidi na nchi zaidi ya 14 duniani na Tanzania ikiwa miongoni mwao. Naitwa Neema Kumburu, ni meneja wa mradi unaojulikana kama kuvijengea uwezo vyama vya ushirika na taasisi za kijamii. Mradi huu unafadhiliwa na shirika la WeEffect na unaitwa mradi wa maisha na haki ya chakula kwa vijana, watoto na wazee ifikiwapo mwaka wa 2027. Sehemu ya Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi katika utekelezaji wa mradi huu, sisi ni washiriki wa kitaalamu, kwamba tumejikita katika kufanya mageuzi katika vyama vya ushirika na taasisi za kijamii kwa kupitia mafunzo, kupitia utafiti na huduma za ushauri. Tunaamini kwamba maisha sahihi na haki ya chakula haiwezi kufikiwa tusipokuwa na taasisi imara. Hivyo tunavijengea vyama hivi uwezo ili viweze kujiendesha kifanisi, viweze kuwa vyenye kuleta mabadiliko, lakini pia viweze kuwa jumuishi. Kwa hiyo wadau wote hawa mnaowaona hapa tumewapitisha katika mafunzo mbalimbali ili kuweza kuwajengea uwezo ili waweze kushiriki na kuwa washindani katika mnyororo mzima wa thamani kutoka uzalishaji mpaka zao linapomfikia mlaji wa mwisho. Mimi naitwa Yahaya Kitogo, ni project manager kutoka shirika la vijana TYC kwa maana ya Tanzania Youth Coalition. Sisi TYC tunashirikiana na WeEffect kwenye kutekeleza program ya LRF kwa maana Livelihood and Right for Food. Lakini sisi kama TYC tumejikita moja kwa moja kwenye upande wa vijana, na tunachokifanya ni kuwawezesha vijana ili waweze kuwa na maisha bora kupitia hii program kama jina lake lilivyo, Livelihood program. Kwa hiyo hata hapa kwenye Nane Nane tumekuja na takribani vijana wawili ambao hawa vijana wamewezeshwa na mradi kuongeza thamani ya shughuli wanazozifanya kama wajasiriamali, na hatimaye shughuli hizo zimeweza kupata ubora wa kuweza kuja katika maonyesho haya ya Nane Nane. Kuna vijana ambao walikuwa wanalima zabibu kama malighafi, lakini kupitia programu hii wameweza kuwezeshwa na hatimaye wameongeza thamani ya zao la zabibu mpaka kutengeneza waini za zabibu. Tuko nazo na waini za zabibu, lakini pia kuna waini za rozela na kadhalika. Lakini pia wapo vijana ambao walikuwa wanalima alizeti. Programu hii imewajengea uwezo na wameweza kuongeza thamani zao ya alizeti, na leo hii wamekuja hapa wanauza mafuta ya alizeti. Kwa majina naitwa Latifa Ayubu, ni wakili, nafanya kazi na Chama cha Wanasheria Wanawake Tanzania kama mratibu wa kanda. Sisi kama Taula ni mmoja wa washiriki kupitia programu hii ya WeEffect inahusiana na masuala ya makazi na haki ya chakula. Katika mradi huu sisi tumekuwa ni technical partners ambao kazi yetu kubwa ni kujengea uwezo mashirika washiriki katika masuala mazima ya usawa wa kijinsia. Sisi kama Taula tumeweza kushirikiana na mashirika haya ambayo yanayoimplement programu hii ya WeEffect kwa kuwajengea uwezo kwenye masuala usawa wa kijinsia, lakini pia tumeweza kufanya tafiti au tathmini ndani ya mashirika haya kupitia sera zao, mipango yao ya kazi, lakini pia na katiba zao, kuangalia ni jinsi gani wanawake na wanaume wanashiriki katika mpango mzima wa shughuli zao, lakini sera zao zinavyosimamia haki za wanawake katika utekelezaji wa majukumu yao. Baada ya kufanya shughuli mbalimbali, tukaona kwamba kuna uelewa mdogo kuhusiana na masuala usawa wa kijinsia, lakini pia ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi ni mdogo sana, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la wanawake kushiriki katika nafasi za uongozi.
lakini pia kwenye ngazi za maamuzi, lakini pia kwenye sera zao za mashirika yao. Mashirika mengi sasa hivi yamekuwa na ujumuisho wa ujinsia katika katiba zao, lakini pia katika sera zao ambazo zinaangalia haki za wanawake pia. Naitwa Innocent Morris, ni mwanasheria kutoka Tanzania Land Alliance. Katika mradi huu wa WeEffect Tanzania Land Alliance tunashirikiana na WeEffect katika mradi wa Livelihood and Right to Food katika kuboresha maisha ya mwananchi, hasa kwa wale wakulima wadogo, vijana, wafugaji na makundi yote yaliyoko pembezoni, katika kuangalia mustakabali wote wa masuala yanayohusiana na ardhi. TALA tuna imani mustakabali wote wa kilimo katika kuangalia mnyororo mzima wa thamani ya chakula. Tunaamini ardhi ndiyo uti wa mgongo katika kuhakikisha kilimo kinafanyika.